Asante sana. Habari zenu ndugu waandishi wa habari. Mimi nashukuru kama mlivyoambiwa, jina langu naitwa Gombo Samandito Gombo. Mimi ni mgombea wa kiti cha rais kupitia chama cha wananchi CUF. Nimewaita leo asubuhi tuweze kuzungumza mambo machache tu yanayohusu nchi yetu. Ni mambo mawili tu nataka tuzungumze. Ndugu zangu waandishi wa habari, sisi tukiwa wa Tanzania tuko kwenye kipindi cha uchaguzi wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na uchaguzi huu wakati ukiendelea, yako mambo pia mengine yanayoendelea kwenye nchi yetu. Nimeona leo nije nizungumze na ninyi, kupitia ninyi Watanzania watapata ujumbe ambao nahitaji Watanzania waupate. Cha kwanza ninachotaka kuzungumza ni kwamba mimi kama mgombea wa chama cha wananchi CUF na laani kwa nguvu zangu zote matendo yanayoendelea hapa nchini ya utekwaji wa raia wa Tanzania. Na laani sana kitendo hicho, sio kitendo cha kiungwana, na kwamba nataka vyombo vya dola vifanye kazi yake vinavyopaswa kufanya, kuhakikisha kwamba haya mambo ya utekaji wanawaambia Watanzania huu utekaji unafanywa na nani na kwa nini unafanywa, kwa sababu mwenye jukumu la kuzungumzia habari ya usalama wa Watanzania ni serikali na vyombo vyake vya dola. Na laani kitendo hiki, hata hiki ambacho kimetokea sasa hivi ambacho bado hatujawa na uhakika kwa sababu vyombo vya dola havijathibitisha bado, japokuwa familia ya Polepole wenyewe wanasema Polepole ametekwa, lakini vyombo vya dola bado havijathibitisha. Mimi na laani kitendo hiki, ni kitendo cha kinyama kabisa. Hakitakiwi kutokea kwenye nchi ambayo ni nchi ya wastaarabu, nchi ambayo Mwalimu Nyerere ameijenga katika misingi ya kuheshimiana na misingi ya kupendana. Sasa hatuwezi kuwa taifa la kupigiwa mfano wa utekaji, la kupigiwa mfano wa upoteaji wa watu. Hatuwezi kuwa taifa la namna hii hata mara moja. Tunavyoelekea sasa hivi kwenye uchaguzi, hatuendi kwenye uchaguzi na sifa ya watu kuwa na hofu na nchi yao. Tanzania sio nchi ya kuishi watu na hofu. Uhuru wa Tanzania tumeupata, sio tupate uhuru leo hii miaka 64 halafu tuje tuanze kupata hofu leo. Hatupaswi kupata hofu leo. Tunatakiwa kuishi kwa uhuru na kwa amani kwenye nchi yetu. Amani inayohubiriwa na viongozi wetu inatakiwa ionekane kwa vitendo, sio ionekane kwenye midomo yao. Kwa hiyo mimi kama mgombea wa chama cha wananchi CUF na laani sana hivi vitendo, na naomba visijirudie, na Watanzania wanapaswa kuelewa kwamba vitendo hivi havina uzuri wa aina yoyote. Na nilitegemea angalau hata mgombea wa Chama cha Mapinduzi angetoka hadharani na kulaani vitendo hivi hadharani, ili kuonyesha kwamba yeye anaomba pia kuongoza Watanzania, akitaka kuongoza Tanzania iliyo pamoja. Sasa kwa sababu vyombo vya dola viko chini yake, mgombea wa CCM Samia Suluhu Hassan anapaswa kujua wazi kwamba kabla hajapatikana rais mwingine, jukumu la uhai wa Watanzania bado liko mikononi kwake. Anatakiwa kufanya kila linalowezekana kuhakikisha Watanzania wanaishi kwa amani kwenye nchi yao bila wasiwasi. Na laani sana hiki kitendo, na naomba sana vyombo vya dola vifanye kila linalowezekana kuwajulisha Watanzania kilichotokea kwa Polepole ni kitu gani. Hatuwezi kukaa kwa wasiwasi namna hii kwenye nchi yetu.